Na bila shaka hao ni wenzangu Ali Manzu akiwa na mwenzake pale Daniel Kariuki wakiweza kutudadavulia na kutufafanulia yale na ile mipangilio ambavyo itafuatwa katika bunge la kitaifa, hususan wakati Rais William Ruto atapokuwa anafika katika bunge la kitaifa dhuhuri ya leo. Kwanza atakagua gwaride ambalo litakuwa limewekwa pale na jeshi ambalo linafanya gwaride hilo. Atapokelewa pia na naibu rais kabla ya kuingizwa katika bunge, ambapo atapokelewa na maspika wawili, Amason Jeffwa Kingi na Moses Wetangula, ambaye wataandamana naye hadi katika vikao hivyo vya bunge. Bunge la kitaifa ambapo Moses Wetangula atapeana waraka wa vile taratibu itakavyofuatwa kabla ya kumpa nafasi rais kuelezea hotuba yake, ambayo hotuba hiyo ataisema bila mwingililio wa mbunge yoyote kuweza kupinga ama kukubali. Baadaye wabunge hao watakuwa na fursa pia kuijadili hotuba hiyo katika siku zijazo, katika siku hizo ambapo watazungumzia hayo yote. Lakini ufahamu kwamba leo hii rais hatoi ahadi. Rais atakuwa akiangazia sera ambazo aliziweka. Je, zimefanya kazi? Zimefanya kazi kwa kiwango gani? Sera hizo ni baadhi ya masuala ambayo atakuwa akiyafanya. Nataka tuelekee kule katika eneo la Makueni ambapo Rais William Ruto amekuwa kule katika siku za hivi majuzi, ambapo amezundua miradi mbalimbali ya barabara, amezua miradi ya madaraja. Ni baadhi ya mambo ambayo anatarajiwa kuyazungumza leo. Na je, wakazi wa kule Makueni wana kipi cha kuzungumzia wakati Rais Ruto atapokuwa akielekea bungeni? Zungumze naye mwenzangu Steven Nzioka. Nzioka, habari ya sasa hivi Makueni kwa ambaje, kijua ama kimvua? Makueni tuko salama, niko mjini Wote hapa kaunti ya Makueni ambayo ni kaunti 017, na kama ulivyoweza kutangulia kwa kusema ni kuwa Rais William Ruto aliweza kufanya ziara yake ya siku 3 katika kaunti ya Makueni, kaunti jirani ya Machakos na kaunti ya Kitui. Na kama ulivyoweza kusema ni kuwa aliweza kuzindua tu baadhi ya miradi, na wakati alipokuwa akizungumza katika ikulu ndogo ya Kitui aliweza kuelezea baadhi ya viongozi kuwa katika kaunti hizi 3 wameweza kuwekeza ama serikali yake imeweza kutumia kitita cha shilingi bilioni 110 katika baadhi tu ya miradi, ikiwemo ni barabara ya kutoka Imali kuelekea Ukia, barabara ya kutoka Kibwezi kuelekea Mutomo, Kitui na kuelekea Mwingi, maeneo ya Kwasi Kuu, ambapo rais alikuwa ameelezea kuwa itakuwa ikikamilika, na vile vile aliweza kuelezea kuwa ile bwawa la Thwake itakuwa linakamilika. Lakini hayo yote ni kuwa rais wakati alikuwa katika kaunti hizi 3 alielezea ile tu fedha ambazo serikali yake itakuwa inatumia katika kaunti hizi 3, na akaelezea kuwa tangu Kenya kujinyakulia uhuru hakuna serikali yoyote ambayo iliweza kutumia kitita cha fedha ambacho ni kikubwa namna hiyo. Lakini hayo yote nataka tuweze kuzungumza tu na baadhi ya wakazi hapa mjini Wote. Watuelezee tu labda wakati rais atakuwa akitoa hotuba yake kwa taifa, labda matarajio yao ni gani? Wacha tuanze na huyu. Taanza kwa jina. Naitwa Alex Maingi, mimi ni mkazi wa Wote, mwanabiashara, na nilikuwa kwa ile msafara ya president aliposhuru hapa mjini Wote na kuja kuongea sana mambo ya development eneo hili la Makueni Wote. Na nilifurahia sana kuona president alifanya jambo nzuri, kutoa muda wake mzuri akuje Wote na akuje kuongea na wananchi wa Makueni kuhusu mambo ya maendeleo. Ni kweli sisi watu wa Wote Makueni tushawachwa nyuma kwa muda mrefu. Nakumbuka kuna stadium rais mwenyewe alikuja akaibua mwaka wa 2017, na bado hiyo stadium iko na haijakamilika. Na president alipokuja huko alisema hiyo stadium atafuta uwanja mwingine ajenge ingine. Mimi nataka kuuliza president ya kwamba hiyo project ya stadium iko na stadium ile ya kuchezea iko sawa, goals imewekwa, kila kitu imewekwa, imewachwa tu ile mahali ya watu kukaa. Kama inawezekana kabla president hajafikiria kuanza stadium nyingine, akuje atumalizie hii. It is over 70% done, and the best thing is to finish up that project. Tunamsihi kwa heshima sana. Na pili, kuna ile soko ya Wote alisema atakuja kuweka msingi ya kuanza soko mpya. Ndio alikuja akasema hivyo, matingatinga yakakuja, lakini tulishangaa sana kuona the following day hakuna tingatinga hata moja tu iko hapo. Kwa hivyo kama ni kweli alikuwa anamaanisha kwamba anataka kujenga soko la Wote, basi afanye hivyo bila kushirikiana na mtu yoyote.
Tatu, kuna mambo ya barabara ile mali ilikuja akaweka hiyo kibao ya kuanzisha, lakini sasa kutoka siku hiyo tingatinga zote zikahama. Kama kweli anasema ukweli, si rais akuwe msema ukweli, lakini sio rais anaongea kitu na kesho yake hakuna kitu tunaona. Pili, ya tatu ni mambo ya hospitali. Watu wako na shida. Nafikiri jana uliona Council of Governors wakisema they are withdrawing from SHA because of citing a lot of corruption. Na faith-based hospitals may withdraw from SHA, from giving services to residents of this country. Kama inawezekana, can the president look at details? Ni nini shida ya SHA ndio iweze kupea watu services? Because when you visit any of the hospitals in this country, what you are seeing are trolleys carrying dead bodies. The rate of death has risen highly because of SHA not being effective. Can people wake up and look at it and look for a solution to this problem? So the president is addressing this, address the issue of health, address the issue of unfinished project, and more importantly, address the issue of education, whereby capitation to schools and the issue about having a standard school fees for all the schools, which cannot be able to apply. Those are things that you must be able to look at them critically and assess to them. Thank you. Asante. Nataka tuzungumze na kijana hapa. Kwa majina anaitwa Felix Mwendo. Mimi ni mkazi wa Wote, na tunashukuru sana kwa maana rais wetu ameweza kuweka mpangilio wa kufanya State of the Nation siku kama ya leo, ambapo ametembea kila mahali Kenya hii yetu nzuri, na ameshirikiana na viongozi wa jamii tofauti tofauti ili kuweza kuona matakwa ya wananchi, na ameweza kuiangazia karibu kwa karibu na kuangalia. Kwa hivyo kile tuna expect leo ni kwamba ataweza kuongelea zile vitu alipata kwenye maeneo tofauti tofauti ya Kenya hii, na anaweza kuiaddress. Pili, tumeona kwamba dola ukilinganisha na shilingi ya Kenya imeweza kupanda. Sasa ndio tunataka, kwa sababu hiyo ni economic outlook of our country, tunataka tuone ni mambo gani ambayo rais ameweka ili kukidhi mambo kama haya yakiendelea, kwa sababu yanaangalia pia mapato yetu kama Kenya. Na ukiangalia kwa saizi vijana wengi hawana makazi, kwa hiyo na wengi wameenda kuingia kwa zile vitu zinaitwa kwa media na create content, ambapo sasa ni mambo ya teknolojia. Na kile ambacho tumeona rais amefanya ni kuweka mikakati ya matumizi ya internet na social media, na ambapo zingine zinakwaza vijana ambayo wanaingia kwa hiyo venture. Kwa hiyo tunataka kujua kwa kifupi rais ameweka mipangilio gani ili kuinua yale mapato ya vijana kupitia mitandao na vifaa vingine. Kwa hiyo address yake tuone ni jambo gani anafanya ili kusupport vijana ambao ndio sasa wanaanza kwa mapato, na pia ndio wako na familia changa na wako na vitu ambavyo vingi wanataka kuvifanya. Sio kwamba vijana ni unachukulia kama mzigo, lakini unatumia kama infrastructure ya kusupport development. Kwa hiyo tunaomba rais uweze kuzungumzia mambo ya vijana na jinsi una support vijana. Asante. Sawa, acha tuzungumze na mmoja hapa aweze kuwakilisha jinsia ya kike. Labda tazama pale kwenye kamera, utaanza na jina, utatuelezea kauli yako. Asante. Jina langu ni Mumo Grace, mzaliwa wa hapa Makueni County, na siku ya leo tuna matarajio mengi kama mwanamke. Tuna matarajio kwa sababu hii Kenya ni yetu, na tunajua ya kwamba kulingana na vile katiba ya Kenya inatuarifu ama imetupatia mamlaka, we are aware ama twajua kulipa kodi ni jukumu letu wananchi, ndiposa tuweze kuendeleza Kenya. Na uzuri hama chenye kinatufurahisha wakati tunalipa kodi ni kuona tunapata services ama huduma zetu zinaonyesha ama zinatufanya tunakuwa na ile morala ama tunatamani sana kuendelea kufanya kulipa kodi. Kwa hivyo ni vizuri wakati rais utakuwa unaongelelea mambo jinsi mahali tumefikia kama Kenya, nitafurahia sana tujue huduma ambazo tunatarajia kutokana na kulipa kodi kwetu. Kwa mfano, tukienda hospitali kama mama, mimi nawezaje kufurahia kwenda hospitali kama mama Mkenya
niwe ninafanya kazi, niwe sifanyi kazi, naenda pale kama nataka kupata mtoto, napata huduma zangu vizuri sana. Natoka hapo nikiwa na furaha kwa maana nimebeba mtoto, nimehudumiwa vizuri. Hiyo ndio huduma ambayo tunataka. Tukienda upande wa mashule, tupate hata shule zetu huduma zipo, quality ya elimu iwe ndio hali ya juu. Ndiposa hata mimi wakati ninatia bidii kufanya mtoto wangu hawe shuleni, angalau nijue ya kwamba chenye hanapata pale shuleni ni elimu ambayo itamsaidia baada ya kukua. Kwa hivyo naomba sana tuwe na mikakati ambayo itatusaidia, ni kwa maana kulipa kodi bila huduma kusema ukweli inatuumiza. Nashukuru sana. Asante. Imekuwa ni kauli tu ya baadhi ya wakazi kutoka hapa kaunti ya Makueni. Kutoka hapa tutakuwa tunaangalia ni nini haswa ambayo Rais William Ruto atakuwa akielezea taifa, na tutakuwa tukuelezea vile vile baadhi tu ya maoni kutoka kaunti ya Makueni kutoka kwa wakazi. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Steven Zioka, kwako studio. Bila shaka shukran sana mwenzangu Stephen Zioka katika eneo la Wote, kaunti ya Makueni. Amezungumza na baadhi ya wakazi kuhusiana na maswala na hisia zao na matarajio yao. Je, eneo la Mlima Kenya linajihisi vipi? Lina matarajio yapi? Ni eneo ambalo bado linaonekana liko 50-50. Maana yake eneo hususan la Nyeri linajihisi kwamba liliachwa yatima baada ya naibu aliyekuwa rais Rigathi Gachagua kuondolewa. Je, zile ahadi ambazo ziliekewa eneo hili, hususan masuala ya majani chai, hususan masuala ya kahawa na maziwa na kilimo kinginecho ambacho kinafanywa katika kaunti ya Nyeri, je, matarajio yao ni yepi hususan kuhusiana na masuala ya kilimo? Clement Masombo, wakazi wa Nyeri wanatarajia nini hasa leo hii wakati Rais Ruto atakapokuwa akielekea